Mbunge wa viti maalum kutoka mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Mary Priska Wilfred Mahundi, ametoa wito kwa vijana nchini kote kutumia vyema fursa zinazopatikana katika mitandao ya kijamii kwa kujifunza, kuburudika, kushiriki katika mijadala ya kujenga taifa badala ya kutumia vibaya au kushiriki katika matumizi mabaya ya teknolojia hiyo. Akizungumza jijini Dodoma mara baada ya kufungwa kwa mkutano mkuu wa siku 2 wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Mheshimiwa Mahundi amehimiza vijana kuwa na nidhamu ya matumizi ya mtandao, huku akisisitiza kuwa elimu, maarifa na maadili vinaweza kujengwa kupitia majukwaa ya kidigitali. Katika mkutano mkuu maalumu wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, hakika tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeweza kusikia mawasilisho ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ilianzia 2020 mpaka sasa 2025 chini ya jemedari mwenyekiti wetu mama mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumeweza kuona mambo mbalimbali kadha wa kadha, miradi ya maendeleo mingi ya afya, elimu, maji, mawasiliano, teknolojia ya habari, lakini tumeweza kuona namna ambavyo Mheshimiwa Rais ameweza kuzingatia hata masuala ya michezo. Tumeweza kuona wasanii wameweza kuonwa kwa karibu sana na ilani ya Chama cha Mapinduzi, na mageuzi ni makubwa sana, na tumeweza kuona sura zenye matumaini mapya, kwa sababu baada ya uwakilishi sasa wa ilani ya 2025 sasa hivi Mheshimiwa Rais kwa siku ya leo ameweza kuzindua sasa ilani rasmi ambayo tutatembea nayo. Tunasema utu na kazi, tunasonga mbele. Kwa hiyo tunasonga mbele kwa imani kubwa, kwa sababu ile tuliyoahidi tumetekeleza. Sisi Chama cha Mapinduzi tunaahidi na kutekeleza, na sasa tunaahidi upya tukienda kuomba ridhaa ya wananchi waweze kuturejesha Chama cha Mapinduzi katika kushika dola, na Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais na pia ni mgombea pekee wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi, ambapo mgombea mwenza wake ni kaka yetu mpendwa Emmanuel Nchimbi. Tunaona kabisa hamu kubwa, shauku kubwa namna wanapoenda kutuvusha tena kutoka 25 kwenda 30. Kwa hiyo nipende tu kuongea kama mwanachama, lakini kwa upande wa serikali nikiwa kama naibu waziri wa mawasiliano, teknolojia ya habari, tunaweza kusema tumeupiga mwingi, tumetekeleza, tumeboresha hali ya mawasiliano nchini na kazi zinaendelea. Lakini vile vile tumeweza kushughulikia teknolojia ya habari, tumeweza kuona namna ya maboresho katika masuala mazima ya matumizi ya internet, na sasa hivi imefika wakati sasa vijana wanatumia internet kwa wingi sana. Ni rai yangu kwa vijana wote, tusitumike vibaya katika matumizi ya internet. Tuingie mitandaoni kujifunza, kuburudika, kushauri serikali, lakini si kuibeza ama kumfedhesha yeyote. Na kwa kupitia msimu huu wa uchaguzi, internet itumike vizuri, hasa kwa wagombea na zaidi wagombea wanawake. Wasio vizuri kutumia mawasiliano ama mitandao kumfedhesha mtu ambaye hastahili. Kwa hiyo vijana tutumike vizuri, tutumie vizuri mawasiliano yatuletee maendeleo, lakini mawasiliano yasituletee uadui, mawasiliano yasituharibie sifa za viongozi ambao wana nia ya kutuvusha katika masuala mazima ya maendeleo katika nchi yetu. Aidha, Mheshimiwa Mahundi ametangaza nia ya kurejea kuwania nafasi ya ubunge wa viti maalum kupitia mkoa wa Mbeya, akisema ana imani na uwezo wake wa kuwatumikia wananchi kwa bidii, huku akihamasisha wananchi wenye sifa kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Tumeweza kumsikia Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa siku ya leo hapa kwenye mkutano wetu mkuu. Yeye hajamtuma mtu, wala Mheshimiwa Rais Mwinyi hajamtuma mtu, wala kiongozi yoyote wa juu hajamtuma mtu. Hivyo watu tukagombee kwa sifa zetu. Kama mimi Mary Priska Wilfred Mahundi ninarudi kutetea ubunge wangu wa viti maalum mkoa wa Mbeya, kwa maana naendelea kutetea kuwawakilisha wanawake wa mkoa wa Mbeya ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sifa ninazo, uwezo ninao, nia ninayo, nguvu ninayo na nimefanya. Sasa nasema hivi kwamba muda huu umekamilika na kwenda kuchukua fomu tena, nikiamini wanawake wa mkoa wa Mbeya wamenielewa.
kwa kazi ambazo nimezifanya na ambayo natarajia kuyafanya. Kazi nyingine zimefika 80%, kazi nyingine zimefika 90%, kazi nyingine 70%. Hivyo ninapoomba ridhaa ya kuongezewa miaka 5, lengo langu nikona ninakamilisha ile miradi ambayo nilianza kuimarisha UWT, mtu mmoja mmoja, wilaya, mkoa. Lakini ninasema wanawake wa mkoa wa Mbeya tumeelewana, ninakuja kuchukua fomu. Lengo ni moja tu, uchumi na siasa. Wanawake lazima tusonge mbele. Katika mkutano huo, Rais Samia amesisitiza kuwa wagombea wote wanaodai kuwa wametumwa na viongozi wa juu wa chama lazima waondolewe katika mchakato wa uchaguzi ili kudumisha haki, uwezo na heshima ndani ya chama. Mkutano huo umehitimishwa kwa mafanikio makubwa, huku viongozi wakihimizwa kushikamana katika kuandaa chama kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like, comment na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.